Watu wengi sana wamekuwa wakiniuliza kuhusiana na huduma za PMP Company Limited, mabingwa kujenga vyoo vya kisasa ambavyo havijai, kutengeneza ramani za nyumba, kutengeneza michoro mbalimbali ambayo mtu anahitaji kufanya utengenezaji wa ramani ya nyumba, kutengeneza ramani ya kanisa, au ni kutengeneza ramani ya kitu chochote kile. Kama haitoshi, anahitaji kujenga choo cha kisasa ambacho hakijai, choo ambacho kinachukua eneo dogo, kinapamba nyumba. Lakini kama haitoshi, choo hicho kinakuepusha na adha ya kuita gari ya kunyonya uchafu mara kwa mara. Na watu wakawa nasema PMP Company Limited wako wapi? Nasema hivi bwana, PMP Company Limited wanaendelea ufanyaji kazi katika maeneo mbalimbali nchini, na wanapatikana jijini Dar es Salaam, lakini wanafanya kazi mikoa yote ya Tanzania bara na Zanzibar na nje ya nchi. Kwa wale ambao wanahitaji kujenga choo cha kisasa ambacho hakijai kabisa, piga simu sasa hivi 0768643243 na wapigie sasa hivi PMP Company Limited. Uzuri wa PMP Company Limited ni kwamba wao mnaingia makubaliano mazuri ya ufanyaji kazi. Wanakushauri aina ya shimo la kulijenga katika eneo lako kutokana na aina ya udongo ambao upo kwenye eneo hilo. Piga sasa simu hiyo ili waweze kukujengea choo hiki cha kisasa PMP Company Limited. Urusi imeanza kufanya maboresho ya bezi zake za silaha za nyuklia karibu na Ulaya, na moja yao ipo kilomita 270 kutoka Uswizi, na Moscow inataka kabisa kusababisha hofu miongoni mwa wazungu. Hizi ni sehemu ya ripoti ambazo zinatolewa kutoka katika maeneo mbalimbali. Picha mpya za satellite kutoka katika maabara ya sayari zinaonyesha kuwa angalau bezi 5 za silaha za nyuklia za Urusi zimetengenezwa na kufanywa kuwa za kisasa karibu na Uswizi katika miaka ya hivi karibuni. Waziri wa ulinzi wa Uswizi anayefahamika kama Paul Johnson amesema, tunajua hili na tumekuwa tukifuatilia hili kwa muda mrefu. Hii inahusu uwekezaji wa Urusi katika uwezo wa silaha za nyuklia na maendeleo ya silaha za kisasa zaidi. Picha mpya za satellite kutoka Mei 25 zinaonyesha miongoni mwa mambo mengine kwamba katika kituo cha Ospovich huko Belarus, kituo cha kuhifadhi silaha za nyuklia cha Usovieti, nyuma ya viwango vitatu vya uzio, kinarekebishwa kwa jukwaa jipya la upakiaji katika usafiri wa reli pamoja na mifumo ya ulinzi wa anga, kwa mujibu wa wanasayansi wa nyuklia kutoka shirika la Marekani FARS. Lakini pia huko katika eneo la Kaliningrad, msingi mpya wa silaha za nyuklia unatengenezwa katika mfumo wa kisasa zaidi, na majengo mapya yanaboreshwa. Uzio mara 3 umetengenezwa, uwezo mpya wa mawasiliano ambapo takribani kilomita 270 kutoka mpaka wa eneo la Uswizi. Kwa mujibu wa serikali ya Poland, takribani silaha 100 za mbinu za nyuklia zimehifadhiwa katika eneo la Kaliningrad. Majengo mengi mapya yamejengwa kwenye eneo la Novaya Zemlya. Wataalamu wanaita msingi huu kuwa ni kituo muhimu cha majaribio ya silaha za nyuklia nchini Urusi. Lakini pia katika peninsula ya Kola, karibu nguzo 50 zimejengwa kwa ajili ya kuhifadhi makombora ya masafa marefu ya chini ya bahari, na pia gati ya kupakia makombora kwenye manowari imetengenezwa kwa ajili ya Urusi. Na hivi sasa ni kwamba kwa mujibu wa ripoti ambazo zimetolewa kutoka huko Uswizi ni kwamba wanasema Urusi wana tamaa ya kusababisha hofu ulimwenguni, ambapo wataalamu wanaziita silaha za nyuklia za Urusi kama turufu muhimu zaidi ya Urusi, na uongozi wa kisiasa nchini unapenda kujivunia silaha zake, na mara kwa mara wamekuwa wakiendeleza kufanya maboresho ya silaha hizo. Urusi imepunguza kizingiti cha tishio la nyuklia, na tangu uvamizi kamili wa Ukraine wameona jambo hili likifanyika zaidi ya mara 200 katika ngazi mbalimbali za kisiasa. Amezungumza Paul Johnson akisema kwamba sasa hivi Urusi wao walichoamua ni kutengeneza silaha za nyuklia pasipokuwa na kizingiti cha aina yeyote ile. Wanafanya kile ambacho wao wanatamani kukifanya. William Abelke, mwenzake mkuu katika jukwaa la Pacific, ambaye hapo awali alifanyia kazi sera ya silaha za nyuklia katika ule muungano wa NATO, anasema kwamba Urusi sasa hivi wanajaribu kuigeuza hofu ya magharibi kuwa silaha ambayo inaweza kuitumia. Urusi inajua kwamba vitisho hivi vinasababisha hofu katika nchi za magharibi, na ndio maana wamekuwa wakifanya majaribio ya vitisho vya nyuklia ambavyo vimeongezeka katika kipindi cha miaka 25, na wanavitumia kila wanapotaka kitu kiende. Moscow imeendelea kuimarisha kambi zake za kijeshi karibu na mpaka wa NATO. Huko Finland, Urusi pia wanatarajiwa kuongeza zaidi wanajeshi kwenye mpaka wao, pamoja na kuendelea kupambana na hizo nchi za kimagharibi.
Kwa mujibu wa taasisi ya kimataifa ya utafiti wa amani ya Stockholm, Urusi na Marekani zinamiliki takribani 90% ya vichwa vyote vya nyuklia, ambapo silaha zao zimebaki kuwa thabiti hadi mwaka 2024, lakini nchi zote mbili zimeendelea kutekeleza mipango mikubwa ya kisiasa kwa pamoja. Sasa nchi za magharibi zenyewe zimesema zinahofia sana kutokana na Urusi kila siku kuendelea kutengeneza silaha za nyuklia, kuendelea kuweka vinu vya nyuklia. Na kama haitoshi, tumeona rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ameendelea kuhamasisha taifa hilo kuhakikisha linajiweka sawa katika sekta ya silaha za nyuklia ili kuhakikisha kwamba wanakuwa bora katika idara hiyo. Lakini pia ameamuru kwamba sasa hivi watu wanatakiwa kupewa mafunzo wengi sana ambao wanaweza kaoperate zile silaha za nyuklia, jambo ambalo nchi za magharibi zinasema linasababisha vitisho vikubwa sana katika ukanda mzima wa Ulaya ya Magharibi, Ulaya Mashariki, Amerika pamoja na maeneo mengine duniani. Lakini tukiwa bado hapo nchini Urusi, tunakutana na ripoti moja ambayo inaelezea juu ya kile ambacho kinaendelea kufanywa na Urusi. Mtakumbuka Ukraine waligoma kupokea miili ya maiti ambazo zimetapakaa kule nchini Urusi, ambapo Urusi ilisema itarudisha wafu 6,000 kutoka katika maeneo mbalimbali pale nchini Urusi, ambapo Ukraine wao walisusia, wakasema hawawezi wakapokea maiti hizo. Sasa Urusi imekabidhi tena miili ya wanajeshi zaidi ya 1245 waliouawa katika eneo la Special Military Operation. Kundi jingine la wanajeshi 1245 zaidi waliouawa vitani wamerudishwa Ukraini, ambayo kwa mujibu wa upande wa Urusi ni ya raia wa Ukraini wakiwemo wanajeshi. Pia wanatakiwa kupelekwa katika makao makuu ya Ukraini kwa matibabu, na wengine wanaweza wakapelekwa huko kwa ajili ya kuzikwa na kupimwa hizo DNA. Hii ilikuwa ni hatua ya mwisho ya makubaliano ya kuwarejesha makwao yaliyofikiwa mjini Istanbul. Jumla ya miili 6,057 ya wanajeshi wa Ukraine waliouawa imerudishwa Ukraine chini ya makubaliano hayo yaliyofanyika mjini Istanbul. Kwa mujibu wa makao makuu ya uratibu wa matibabu ya wafungwa wa kivita, miili hiyo itatambuliwa kwa ushiriki wa wataalamu kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani ya Ukraine na utekelezaji wa sheria, ambapo uchunguzi muhimu wa utambulisho wao utafanywa kwa kutumia DNA, na hii ni kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa na Ukraine. Operesheni hiyo ambayo ilitekelezwa kutokana na kazi ya pamoja ya huduma ya usalama ya Ukraine, vikosi vya wanajeshi wa Ukraine, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Ukraine, ofisi ya kamishna wa bunge la Ukraine la haki za binadamu, secretariat ya kamisheni ya watu waliopotea wa Ukraine, huduma ya dharura ya jimbo la Ukraine, pamoja na taasisi nyingine za usalama pamoja na ulinzi ndizo ambazo zimehusika katika kuchukua miili hiyo. Wataalamu wa idara kuu ya ushirikiano wa kiraia na jeshi wa vikosi vya wanajeshi vya Ukraine na kituo cha pamoja cha ushirikiano wa kiraia na kijeshi walichukua jukumu maalum. Walipanga usafirishaji wa miili katika taasisi maalum na uhamisho wa wafu kwa uchunguzi wa kisayansi kwa maana ya kupima hizo DNA. Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ambayo inashiriki katika shughuli za kibinadamu zinazohusiana na vita vya Ukraine pia imeshiriki katika utekelezaji wa mpango huo. Waziri wa ulinzi wa Ukraine anayefahamika kama Bwana Rustem Umerov pia alitangaza kukamilika kwa hatua ya mwisho ya kurejesha miili ya watetezi wa wapiganaji ambao wamefariki kwa kupigwa na Urusi, lakini wanarejeshwa chini ya mkataba ya Istanbul. Atasema hatusimami, hatua inayofuata iko mbele, tutaendelea kupigana kurudi kuhakikisha kwamba wafungwa wetu wanarudi, alizungumza waziri. Na makubaliano ya kubadilishana kwa kiasi kikubwa miili ya watetezi ambao walifariki yalifikiwa Juni 2 wakati wa duru ya pili ya mazungumzo kati ya Ukraine pamoja na Urusi mjini Istanbul, ambapo pande zote zilikubali kubadilishana wafungwa ambao au watu ambao wamefariki dunia kutokana na mashambulizi hayo ambayo yamefanywa na watu wa Urusi. Kwa hiyo hili nalo ndilo ambalo linaendelea huko katika eneo la Special Military Operation, na bad enough ni kwamba Ukraine for the first time wao waligomea, wakasema hawawezi wakapokea miili ya watu ambao wameuawa, na wakasema kwamba kitendo hicho kinaonyesha namna Urusi ambavyo walikuwa hawapambani bali walikuwa wanafanya mauaji ya halaiki. Hatua ya kwanza mabadilishano hayo ilifanyika Juni 11. Ukraine ilipokea miili ya wapiganaji 1212 waliokufa, wakiwemo wale waliouawa mashariki, kusini na katika eneo lile la Kaski.
Wimbi jingine la kurejeshwa kwao lilifanyika Juni 13, miili 1200, wengi wao wakiwa ni wanajeshi iliporejeshwa, lakini miili mingine 1200 ya Ukraini imepelekwa huko nchini Ukraini Juni 15, na hii ni hatua ya 4 sasa ya kurejesha miili ya wale ambao wamefariki dunia, ambapo sasa mmeona hiyo miili 1245 imerejeshwa pale nchini Ukraine. Kwa hiyo hasara ni kubwa zaidi, miili 6000, watu 6000 wameuawa, na hao ni wale ambao Urusi imeamua kuwarejesha, lakini kuna wale ambao wamekufa na wameshindwa kuchukuliwa huko, imebaki mizoga katika eneo la special military operation. Kwa hiyo hasara ni kubwa by then, na hasara hii ni kubwa kwa sababu Ukraine wao walikuwa wamepewa gap la kumaliza mgogoro, lakini walishindwa kwa sababu ya mashinikizo, na sasa hasara inazidi kuwa kubwa katika upande wao. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.